Detector. Ya, mtazamaji wa DMS TV online bwana, kesho ndiyo kesho. Wanasema kwamba mtoto halali na shilingi, yani mtoto halali na pesa, au usichezee shilingi chooni. Kuna lugha ziko nyingi sana. Sasa ni kwamba kesho ndo ule mtanange wa kukata na shoka. Timu yetu ya Taifa Stars itakuwa kikipiga dhidi ya Uganda the Cranes. Uganda ambao tayari wamekwisha fuzu kucheza michuano ya AFCON ambayo itakuwa inafanyika kule nchini Misri. Wakati huo Tanzania sisi tukiwa tunapambania walau ushindi wa kesho, ili nasi pia tuweze kuandika historia nyingine kabisa baada ya muda mrefu kweli kupotea katika anga hilo la michuano mikubwa kabisa hii ya Afrika. Sasa kesho katika uwanja wa Mkapa pale Dar es Salaam majira saa 12 Taifa Stars watakuwa na kibarua hicho dhidi ya Uganda the Cranes, mchezo muhimu kweli, mchezo ambao umekuwa ukihamasishwa kwa wiki nzima. Yani ni Taifa Stars. Na mimi pia leo nimepigia uzi kabisa wa Stars. Tuko hapa na mchambuzi wa soka, mchezaji wa soka huyu mlinda mlango, lakini pia ni msanii Abasi Pira, naye pia atatuambia kwa upande wake anaonaje kikosi cha mwalimu Emmanuel Amunike, lakini vile pia atazungumza kiufundi ili pengine hata mwalimu apate nafasi ya kuweza kusikiliza machache kutoka kwa Abasi Pira ambaye yeye pia amesomea masuala haya. Kocha Abasi, karibu sana. Bwana nashukuru. Uko poa? Bwana niko fresh. Za siku nyingi bwana. Nashukuru kaka. Naona bling unang'aa. Mambo ya Mungu. Bwana karibu sana. Kesho bwana tuko dukani katika uwanja wa Mkapa, Dar es Salaam pale uwanja wa Taifa Stars, timu ya taifa Tanzania dhidi ya Uganda the Cranes. Hiyo game kwanza joto lake likoje? Na wewe kwa upande wako unaonaje game itakuwa ina gani? Maana sisi kwetu ni kufa au kupona. Kuna kitu nataka kwa mpira wazungu wanakuambia the midfield is the engine room of any football team. Yaani midfield ndio engine ya timu. Hapo ndo unapata midfield control. Hapo ndo ukishapata midfield control wana midfield play inakuwa nzuri. Passing confidence inakuwa nzuri. Passing play inakuwa nzuri. Passing connection inakuwa nzuri. Passing challenge inakuwa nzuri. Taking control inakuwa nzuri kwa sababu midfield inatengeneza nafasi. Taking wing play inakuwa vizuri. Tactical finishing, tactical finishing, speed finishing skills. Nimekuingilia moja kwa moja kwenye ufundi. Tanzania mechi za ya Lesotho tulikuwa na matatizo makubwa kwenye midfield. Na Kavale tumepigwa 3 midfield. Ndio maana nimekuja moja kwa moja kwenye midfield. Sasa lazima Tanzania kisha midfield control inakuwa vizuri. Kwa sababu midfield control ikiwa nzuri kwa maana timu haishambuliwi, inashambulia. Umenipata? Sawa. Sasa umezungumzia midfield control pale katikati ambapo tunaona amemuita Mkude, amemuita Imidi Mao, amemuita pia Mudathiri Yahya, basi amemuita pia Faisal Abdalla Feitoto. Labda angeanzisha wachezaji gani pale? Yaani angechezesha viungo wapi ili tuone kwamba engine hiyo ikae sawa. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua sisi tulikuwa na matatizo pia ya philosophy ya football yetu na tactical football yetu. Mpira wa kiufundi ndio tatizo kubwa. Real Madrid mfano kubwa. Madrid wamebadilisha walimu wengi baada ya Zidane. Wachezaji ni wale. Unaona? So pale kuna problem ya tactical football na philosophy ya football. Mfumo wa mwalimu. Kwa sababu unakuta sasa timu wanacheza individual play, individual attacking, individual defending. Na kisha kwa individual defending ya hatari. Kwa maana mashambulizi yanakuwa mengi. Umeona? Kwa hakuna defensive tactics. Hakuna shoulder to shoulder. Hakuna defensive plan, defensive play. Hamchezi kitimu. Basi individual. Mkicheza individual kwa maana kwamba shambuli pompo tu. Umeona? So ile ni problem kubwa. So ndio maana nakwambiaje kama tatizo liko mfumo wa mwalimu. Umeona? Philosophy of football na tactical football. Kwa tatizo liko kwenye mfumo wa mwalimu. Mfumo wa mwalimu liko matatizo makubwa. Kwenye zile mechi. Kwa sababu Mkude huyu kacheza na Kana, kacheza kwa Kapa Form. Feitoto huyu mechi 15 zilo pita Zaga alikuwa na Azera anafanya vizuri yeye. Kama sikosei. Umenipata. Sasa obviously anafanya vizuri Feitoto. Umeona? Feitoto amekuwa mchezaji mkubwa sasa hivi anapokuja Yanga. Kaitwa national team.
Unaona? So ni mfumo wa mwalimu, tactical plan, tactical discipline, tactical play, umepata, ndio ilikuwa problem ya Taifa Stars. Ufundi wa timu. Na ufundi wa timu unakuja kwa mwalimu. Umenipata? Okay. Ndio maana jana nilikwambia, nilihojiwa na media fulani, nikawaambia lazima pia waongeze extra talent wachezaji wa Taifa Stars, wanachofanya kwenye clubs wafanye kwenye national team. Wengi wanakuwa wanafanya vizuri kwenye club, wakija kwenye national team wanakuwa hawafanyi vizuri. Kwa nini kwa hivyo? Nakuja kwenye swali lako kujibu vizuri kabisa. Kwa maana ile timu Simba Mkude ni different manager, lakini kule anafanya vizuri. Unaona? Geng Sabata akiwa Geng anafunga magoli mengi. Lakini umeelewa? So kuna problem ya tactical plan, tactical play, tactical discipline ya player. Sisemi ya Muniko ni mwalimu mbaya, lakini bagi inakuwa adaptation ya tactical football. Yani kwa adopt inakuwa lazima timu, kwa ufupi lazima mwalimu wa Taifa Stars apewe camp ya muda mwingi. Simba alipokuja Osem mwanzoni alikuwa anapata taabu. Bora alitolewa na alifungwa na bao, lakini wakampa time. Bora wanakuwa kwenye camp kila siku, timu inabadilika. Lazima adaptation ya tactical football, a taking play, goalkeeper passing, one touch counter taking, one touch play, counter taking speed, crossing skills, striker skills, ball control and touch. Uipe time pia. Kuna wachezaji sasa wewe niambie, kesho kuna deciding game. Timu imeingia camp lini? Wewe nijibu. Yaani wiki hapa ndio Jumanne timu Simba inacheza mechi. Simba inacheza mechi taifa. Baada siku 4 kuna deciding ya Taifa Stars kwenda AFCON. I don't know. I mean it's just not right. Wanasema kwamba wachezaji wanatoka ligi kuu na bado ana momentum ya kwenye ligi, lakini wewe unazungumza hivyo, ametoka kwenye philosophy ya football tofauti, anakuja kwenye philosophy tofauti. Okay. Nimekwambia adaptation. It takes time to adapt tactical football. It takes time to adapt, tutasema crosses successful. Kwa sababu lazima ujue kuna kwenye game kuna crosses successful, kuna yani zinafika. Kuna kitu tunasema short successful passes. Umeona? Kuna successful long passes, passing success percentage. Umeona? Sasa kuna success. Ujue kwa tofauti ya success na passing play. Passing play unacheza, lakini kuna anapokea, akishapokea pia anafanya nini? Do you get my point? Yeah, akipokea anafanya nini? Anafanya nini? Unajua kuna passing play na passing success. Kuzitengeneza hizi inahitaji time. Bora, ndio maana kwenye football kuna international camps, international friendly, international tour. Kwa nini imetajwa hiyo sana? Kwa sababu kuna umuhimu wake, lakini hatuzingatii. International Waganda wako Misri wamecheza mechi ya kirafiki juzi, wametoka draw na gado washafuzu. Umenipata? Wewe unakwenda kucheza na timu ambayo iko Misri. I mean, kwa ufupi yani kwenye football yetu tuna makosa mengi ya football development. Hiyo inaanzia kwenye shirikisho. Sasa sitaki kulitaja jina. Kwa nini utaki? Kwa sababu I mean I don't know. So kocha, yani kocha ana jukumu la kuenda kufanya camp, international camps hizo, kwenda tour na tu kama hivyo. Hiyo obvious inaanzia kwa baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba ni nani? Unajua, yeye nikwambia kitu kimoja. Ni kama kulikuwa na problem pia ya upangaji wa fixture. Wamepata ratiba. Sasa lazima ukumbuke pia nafikiri TFF wangeangalia hili swala, kwa sababu wewe wa pili una mechi ngumu. Mwenzako yuko Misri.
anaiboi international players, ameshafuzu, anakwenda kucheza international friendly, alafu Misri na wanatoka sare, wewe umeingiza timu sio Jumatano au Jumapili, mazoezi yanaanza kuingia Alhamisi. Sasa unajua Abudike anakombania hana nguvu, hana say. Umeelewa? Abudike okay, kwa nini walimu wa kizungu wakitoka hapa kaenda kule wanafanya vizuri? Kwa sababu football development inaendeshwa inavyotakiwa. Umeona, so mara nyingi kwa football development. Okay, fine. Okay. Sawa, twende tuzungumzie kidogo swala zima la kiufundi kwa sababu hapo uko deep sana basi. Yaani unaongeaga kiufundi kwa sababu tayari ni coach. Yes. Mechi yetu tulivyocheza na Lesotho tuliona namna ambavyo mwalimu alicheza defensive game. Alipanga walinzi walikuwa wengi sana. Yes. Sasa ikatuletea matatizo tukapoteza ile game. Yes. Unamshauri mwalimu kitu gani labda kwenye game ya kesho? Kwa sababu game yetu ya mwisho afu ni ya football tu. Kwanza mwisho. Hakikisha midfield injury inakuwa vizuri. Umepata fight tactically. Mabala kiufundi. Go for it. You have nothing to lose. Do or die. Kill the opponent. Unaona mapema. Yeah, yani kesho nakwambia, yani tomorrow is nakwambia wazua wanakwambia get them. Wapateni. Fight. Umeona? Wanakwambia go there. So kesho wewe ukiona hamasa wakiwazungu wakikuwa kwenye dressing room, wewe ungebadilika tactically, psychologically, physically, ungebadilika. Wanakwambia get them, fight tactically, we have nothing to lose. Cheza jihad tu. Yes. Okay. Yeah, do or die. Okay, fine. Yeah. Umezungumzia vizuri sana katika safu ya kiungo. Yeah. Twende katika safu ya ulinzi ambapo tunaona amewaita wachezaji. Amemuita Gadiel ile anacheza fullback left, lakini pia tunaona pia amemuita Hassan Kesi, hatujui kama labda anapangwa fullback right. Pale katikati tunaweza kuona yuko Yondan Nyoni, unaelewa, pamoja na Grey Morris Ambrose. Sasa hatujajua labda kwa upande wako katika wachezaji hao katika safu ya ulinzi ungeshauri mwalimu aanze na walinzi gani? Kwanza hivi Kevin Yondan yupo kesho, mimi nitakwenda na Kevin Yondan, Erasto Njoni, Abel Bekinde kama sikosei. Na huku nitamweka Kesi. Apandishe. Kwa sababu anajua kupandisha. Bwana. Sasa sema hao wawili huku nyuma yani sina matatizo nao. Kati Kevin Yondan na Erasto Njoni. Okay. Yani wanajua tactical defending, defensive tactics, defensive plan, discipline defending, defensive play, man marking system, corner defending. So tactical football yao ni nzuri. Umeona? Sasa na huku ukiangalia Kesi ni international player. International player anakuwa international experience. International experience yake inakuja kwa tactical football tofauti. Inakuja kwa passing play tofauti. Inakuja kwa ball touch tofauti. Inakuja kwa technical skill ya dribbling, passing, shooting tofauti. Inakuja kwenye tunasema quality first touch tofauti. Inakuja kwenye fitness, psychology, tactics, technique tofauti. Inakuja kwenye pattern of play in attack tofauti. Inakuja tunasema pattern of play in attack ambaye ni international player anashambulia. Inakuja tofauti kwenye pattern of play counter attack tofauti. So ujue kama international player anakuletea philosophy ya football, tactics of football tofauti kwa timu yako. Okay. Sawa, twende kwenye safu ya ushambuliaji ambayo pia ndio muhimu sana. Tunaona amemuita Mbwana Samata, amemuita John Raphael, amemuita pia mchezaji Shabani Idi Chirunda pamoja na Thomas Ulimwengu. Okay, ungeshauri katika striking force hiyo wachezaji wani waanze? Unafikiri kesho atumie philosophy ya football ya Simba in a way like this is the game about the final game, do or die, or kill the game. This striker wote aende kwa Boko ambaye alitoka kwa mechi ya Vita ambaye yuko hot with the tactical finishing, attacking position, attacking movement, passing and movement, attacking attitude.
Umeona, attacking attitude ndio inakupa matokeo. Ukumbuke hivyo. Attacking confidence, attacking quality. Umeona, so nafikiri Boko aanze, Msuva aanze na Sabata aanze. Okay. Yeah. Sawa. Kwa sababu ngoja kwambie. Boko kuna kitu kama play striker. Akipata mpira anajua kucheza. Na Sabata ni striker play. Akipata mpira anajua kutumia technical finishing. So Boko anajua kumchezesha striker. Umeelewa? So that's the good thing. Alifanya Gizalali, alimchezesha Midi Kagere. So striker combination play ya hawa watatu ni nzuri. Umeona? So nafikiri pale iko ni play striker play, striker combination play kwa hawa watatu iko vizuri. Okay. Sawa. La mwisho, tunapaswa labda kupata matokeo au kupata magoli katika dakika zipi labda za mwanzo? Dakika 10 za mwanzo. 10 za mwanzo. Yes. Kupata goli moja au hata mbili. Dakika moja au mbili. Hapo kimaanisha kwamba kipindi cha pili hakuna cha kipindi cha pili. Kuua show mapema. Kuua show mwanzo mwisho. Kama vile ndo hatuchezi tena. Ukipata goli 5 nendeni kwa 10. Ukipata 10 nendeni 15. It's simple as that. Kwa mwalimu awaambie kitu gani wachezaji wake anapokuwa nao kwenye dressing room? Awaambie to kill the game from the first minute to the last minute. Okay. Don't fear. Wanakwambia, alafu wengine wanakwambia msibone mtu huruma. Piga wagaragaza. Kill the game. Okay. La mwisho, Uganda tunawafahamu. Wamekuwa pia wakitusumbua. Sio sisi tu. East Africa wanatawala. Wanafanya poa sana. Hata kwenye uwanja wa Nambole mara nyingi hawaruhusu kabisa mtu yote kwenda kutamba. Wakati tunawaombea Stars na ufundi wote ambao unaozungumza hapa. Lakini Uganda pia tunawaona tusiwabeze pia. Uganda kidogo kwenye game ya kesho unawazungumzaje? Kwanza natoa tahadhari. Taifa Stars wasitegemee Uganda watawaachia. Hiyo ndio akilini kwao. Umenipata? Sasa waende kwenye game, wa fight tactically, wa fight kwenye physical performance, technical performance, kupata matokeo. Wasiende na psychological thinking kama Uganda tawaachia kwa sababu wamefuzu. Wasifanye the biggest mistake watakuwa wanafanya. Okay. Yes. Na Watanzania wote pia waondoe fikra hiyo. Umenipata? Waganda watakuja, mkumbuka Uganda ana professional coach. Ametoka nje. Watu wa nje hawapo hivyo. Hataki utani. Wanajua football development ina maana nini? Football development definition. So kwamba wao kwa sababu wamefuzu watalegeza. No, watakuja kwenda, you play your game, enjoy your game, you win the game. Umenipata? Ukumbuke kuna win the game pale. Kuna statement kubwa pale. Okay, fine. Win the game. Lakini basi wakati tunaiombea Stars pamoja na yote haya, ushauri kwa kocha na vitu kama hivi. Lesotho pia wana point 5, wanacheza na Cape Verde kesho. Mechi zote zinachezwa kesho mmoja. Wanawafuata Cape Verde kule. Cape Verde wana point 4 mpaka sasa. Ana nafasi bado. Sasa kuna vita. Sisi tunaombea Lesotho afu. Lakini Lesotho wao piga huwa garagaza, wanataka washinde ile game, wafikishe point 8, wafuzu. Alafu Cape Verde na wanataka wacheze kufa na kupona, watandike Lesotho washinde ili Stars huko akipoteza yeye aende. Sasa hiyo vita ikoje? Unajua lazima ukumbuke kwanza sisi tufanye kitu kimoja tu. Sisi kazi yetu moja, tucheze kwetu. Tuwin. Tuhakikishe kama ile ball passing strategy yetu inakuwa nzuri. Lazima ndio kile mambo kiufundi kwa sababu watu wajue tuko tufanye nini. Uweze ukasema unashinda kwa njia gani? Itumike nini? Umenipata? Lazima tuhakikishe ile tutasema kwa kitu lazima ujue kuna kitu tunasema tactical coaching. Ndio maana kuna ufundi wa walimu. Tukiongea mimi na wewe leo hivi kama washinde vipi? Labda unajua labda message itampata mchezaji wa Taifa Stars akaitumia. Sisemi tutajisifia lakini ndio swali tutatujibu. Lazima tuhakikishe kama mambo kama tunasema man to man defending, corner tactics, defend corner, two touch shooting inakuwa nzuri, smart striker, Sabata ni very smart striker. Umenipata? Tunasema quality first touch,
unaona, crossing and shooting, crossing and finishing, heading in midfield, unaona, kupiga vichwa kwenye midfield technical discipline, tactical decision. Ile technical decision anakuwa na mwalimu na anakuwa na mchezaji, inabidi afanye maamuzi yake kiufundi. Umenipata? Tactical qualities ya mchezaji hiyo. Umenipata? Anatumia quality ya ufundi. Umeona, tactical understanding, waelewe ufundi. Umenipata? Team pressing, overlap play, ndio ilikuwa sema ya kesi. Umenipata? Tunasema wing attacker awe vizuri. Ndio maana kuna group defending na individual defending. Mkianza kucheza individual defending, mashambuliwa nyie sasa. Okay. Lazima uwe na group defending. Umenipata? Lazima pia ujue tunasema genius Sport Detector.